Karibuni kwenye mwendelezo wa vipindi vya afya na Royal Polyclinic. Leo nitazungumza kuhusu vipimo ambavyo vinatakiwa vifanyike wakati wa huduma ya baba, mama na mtoto, yani RCH. Vipimo gani ni vya muhimu kwa ajili ya huduma hiyo na umuhimu wake. Vipimo viko vingi, kwa hiyo leo nitazungumza kimoja wapo, alafu vipimo vingine nitaendelea kuzungumza katika video zingine zinazofuata. Kwa hiyo niwakaribishe tujifunze pamoja. Karibuni. Kwa hiyo katika huduma za baba, mama na mtoto au RCH tuna vipimo kadhaa. Tuna kipimo cha sukari, kuna kipimo cha wingi wa damu au HB, kuna kipimo cha malaria, kuna kipimo cha grupu la damu au tunaita ABOD, kuna kipimo cha maambukizi ya virusi vya ukimwi HIV, kuna kipimo cha homa ya ini au hepatitis B, kuna kipimo cha kaswende au syphilis. Hivyo ni vipimo muhimu ambavyo anatakiwa mama afanye wakati anaanza kliniki yake. Kila kipimo kina maana yake na ni muhimu sana. Kwa hiyo leo nitazungumza kuhusu kipimo kimoja ambao ni ABOD au kundi la damu na maana yake na kwa nini ni muhimu. Alafu vipimo vingine nitaendelea kueleza katika video zingine zinazoendelea. Kwa hiyo tunasema hiki kipimo cha kundi la damu ABOD ni kipimo muhimu sana kwa ajili ya mama mjamzito anapohudhuria kliniki. Kwa nini? Kwamba tunasema hiki kipimo tunajaribu kuangalia kundi la damu la mama husika. Tunasema binadamu wote wana makundi ya damu yamegawanyika katika aina mbalimbali. Kwetu sisi ukanda wetu wa Afrika mara nyingi tuna makundi haya manne ambao grupu A la damu, grupu B, grupu AB na grupu O. Sasa yote pia yana umuhimu. Tunasema katika magrupu pia tuna kitu kinaitwa rhesus factor. Kiswahili chake kidogo ni changamoto lakini kinakuwa hivyo, ambazo tunasema ni unaweza kuwa grupu A positive au negative. Kwa hiyo kila grupu A, B, grupu AB na grupu O wote wanakuwa katika hizo kategori mbili, either ni positive au negative. Kwa hiyo unaweza kuwa grupu A positive au negative, grupu B positive au negative, unaweza kuwa grupu AB positive au negative. Ndivyo hivyo unaweza kuwa grupu O positive au negative. Sasa kwa nini tunakipima kipimo hiki? Tunasema kuna kesi za wamama wanapata changamoto tunasema za hemolytic disease of newborn, HDN. Kwamba unakuta mama amekuwa na historia ya watoto anajifungua, kile mtoto akitaka kujifungua au akipata mimba tu na anapata miscarriage, au amewahi kupata mtoto wa kwanza, mtoto anaye mmoja, ila kila mimba zinazofuata anapata miscarriage. Kila akipata mimba tu anapata miscarriage. Kwa hiyo ni kesi ambazo zinaonekana sana. Hiyo kesi inakuwepo mara nyingi kwa sababu mama katika mimba yake ya kwanza hakupima vizuri ile grupu lake la damu. Kwa hiyo ni kipimo muhimu sana. Tunasema grupu la damu kwa mama mara nyingi, ili kuepukana na hii changamoto ya kupata mimba ambazo zinakuwa ni miscarriage kutokana na shida ya grupu la damu, tunasema mama akiwa ni grupu la damu positive, mama akiwa grupu la damu ni negative, tunasema negative, either awe grupu A negative au grupu B negative au grupu AB negative au grupu O negative, akapata baba au mwenza ambaye ni grupu lake liko positive, either hiyo A, B, AB O positive, huyo tunasema atapata mtoto wa kwanza ambaye grupu lake ni positive. Kumbuka mama ni negative. Sasa anapata mtoto wa kwanza akiwa na grupu la positive kwa sababu ya baba yake ni positive. Kwa hiyo mwili unazalisha kinga unaitwa antibody kwa ajili ya watoto wote ambao watakuja wawe positive. Kwa hiyo mtoto atakayefuata kwa baba huyo hawezi kuzaliwa, atapata miscarriage au mimba itaharibika. Kwa hiyo ni kipimo muhimu kwanza kufanyika, kwamba tunajiandaa, tunataka kujua grupu la mama. Kama ni positive mama haina changamoto. Kama ni negative, sasa tunataka tujue mwenza wake ni grupu gani. Kama mwenza wake ni grupu lake ni negative, ni positive, yeye ni mama negative, hiyo tayari ni changamoto. Huyo mama tutamfanyia management kabla kujifungua, au tunasema mara nyingi baada ya wiki ya 28 anaweza akachoma hiyo sindano kwa ajili ya kuzuia zile
zile kinga zizalishwe kwa ajili ya watoto wanaofuata. Kwa hiyo ni grupu ambayo ni kipimo ambacho cha muhimu. Mara nyingi tunawapima wamama zaidi, lakini ni vizuri, ndio maana tunahimiza baba na mama waje kliniki wakiwa wanaanza, ili tupime wote kwa pamoja, tujue baba grupu lake ni lipi na mama grupu lake ni lipi. Ila kwa kesi kama mama ni negative, tayari hiyo inatupa uoni, anatuambia kwamba tayari ni changamoto. Kwa hiyo tunaweza tukamchoma hiyo sindano wakati wa wiki yake ya 28 au masaa 72 kabla ya kujifungua au masaa 72 baada ya kujifungua. Kwa hiyo ni kipimo muhimu, na kitu kizuri kwamba sasa Royal Polyclinic tuko na huduma za RCH. Kwa hiyo watakapokuja hao wenza, tutawapima kipimo hiki, kama ni wa kushauriwa kwa ajili ya sindano hii ya kuzuia kuharibika kwa mimba zinazofuata au wako salama, watashauriwa. Kwa hiyo ni waase mje kwa ajili ya hiyo RCH na tutapata vipimo hiki. Tumejifunza kuhusu hiyo kipimo cha grupu la damu na kinapofanyika na kwa nini kinafanyika. Mtu akija sasa hospitalini atapata ushauri zaidi, atajifunza zaidi na atapata maelezo zaidi. Sasa nadhani tufuatane kwenye video inayofuata. Kwa wakati mwingine tena tutazungumza kuhusu kipimo kingine kati ya hivyo vipimo nilivyovitaja kwa ajili ya RCH. Kwa video hizi na video zingine endelevu, usisahau kusubscribe, kugusa kitufe cha alama ya kengele, kulike, comment ili uendelee kupata hizi video nzuri endelevu kuhusu afya na Royal Polyclinic. Karibuni sana. Tupo pia hapa Ilala Bungoni, kituo cha msaada Gereji. Ukifika tupo masaa 24, utapata huduma hii muda wote ule. Karibuni sana.